Isaya 45. Twende pale kwa haraka. Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Na sitakuwa na muda mrefu wa kuzungumzia hayo ninayotaka kuzungumzia, lakini najua kwamba tuna ibada kesho pia asubuhi. Nitaongelea vitu vingine zaidi, lakini leo nitakupa kile ambacho ni cha msingi. Na kuja kwako pia usiku wa leo wala si jambo baya, wala hutapungukiwa na chochote katika kile ambacho nimekusudia. Kwa hiyo katika Isaya 45 sasa naanzia pale ambapo amekomeshea. Wana wa Israeli walikuwa wamekwenda utumwani, na walipokuwa utumwani walikuwa wanatumikishwa kwa jinsi yake. Na unajua kuna wakati ambapo Mungu alitaka kuwatoa utumwani na kuwapeleka katika nchi yao, nchi ya ahadi, nchi iliyojaa baraka, nchi iliyojaa maziwa na asali. Na unajua akatafuta mtu ambaye ni wa kutumia. Sasa nitakuja kukuambia kwamba wewe utatumika vipi. Nitakwambia utatumika vipi katika jambo hili, lakini nataka nitaje mambo ya msingi tunapokaribisha mwaka mpya. Isaya 45 sasa. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake. Koreshi alikuwa ni mfalme wa Uajemi, lakini anaweza pia ukaweka jina lako pale, Koreshi. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume. Anaposema amemshika mkono wa kuume, ni ili nguvu zake zitegemee kwa Bwana, asitegemee akili yake. Kwa nini? Kwa sababu Koreshi alikuwa mfalme wa mataifa, lakini Mungu alitaka kumtumia kwa kusudi lake. Alitaka kuwakomboa wana wa Israeli katika utumwa wa Babeli. Sasa alipotaka atamtumia nani? Lazima ijulikane kwamba Babeli ulikuwa ni ufalme mwingine na ambao unaongozwa na watu wa mataifa. Kwa hiyo alitafuta mfalme ambaye anaweza akamtia nguvu, akamwezesha, akamsaidia, halafu huyu mfalme akatawala. Unaona, Koreshi alitawala katika milki ya Uajemi kwa karne 2, miaka 20, kwa karne 2, lakini zilipokuwa zinaongezeka katika ule mwaka wa kwanza uliofuata baada ya zile karne 2, aliteka Babeli. Na alipoteka Babeli, Babeli ikawa chini yake, na ilipokuwa chini yake, yeye ndiye alitumika na Mungu kuwapa watu wa Mungu ruhusa warudi wanakotakiwa kwenda. Sema amen. Kwa hiyo Biblia inasema haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mstari wa 2, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo parusa. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Mstari wa 3 sasa, nami nitakupa hazina za gizani. Hebu tuseme wote, nami nitakupa hazina za gizani. Sauti hii kwa watu walioko hapa itoshi. 1, 2, 3. Rudia kwa sababu ni andiko la msingi kwa nguvu zaidi. Na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Twende tena. Na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Naam, Mungu wa Israeli.
Nisikilize tena katika mstari wa 3. Anasema nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. 2026 utakuwa ni mwaka wa kupokea hazina za gizani na mali zilizofichwa za ajili yako. Haleluya! 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 2026 Bwana atakupa hazina za gizani. Haleluya! Biblia inasema na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Haleluya! Ni mwaka wako wa ajabu. Bwana anakwenda kukupa hazina za gizani. Unafahamu hazina za gizani? Unaona kule nje hakuna taa, kuna giza, lakini kwa Bwana kuna hazina ziko kule nje. Bwana anakwenda kukupa hazina za gizani. Biblia inasema na mali zilizofichwa. Mali huwa zinafichwa, vitu vya thamani huwa vinafichwa, lakini angalia, vinafichwa mahali pasiri. 2026 utapokea mali zilizofichwa. Haleluya! Za mahali pasiri. Bwana anakwenda kukupa wewe hapo, wewe hapo. Ngoja nikwambie, angalia, mambo yote mawili yamejificha. Mali za gizani zimejificha, lakini pia hazina za gizani zimejificha. Hazina za gizani hazijulikani vizuri, mali zilizofichwa hazijulikani vizuri. Wacha nikupe mambo matatu yatakayokusaidia. Hizi hazina za gizani na hizi mali zilizofichwa, kwanza ni vile vitu vyote ambavyo Mungu ameahidi kwa ajili yako, lakini hujavipata bado. Anavyo yeye. 2026 anakwenda kukupa wewe, anakwenda kukupa wewe, anakwenda kukupa wewe, anakwenda kukupa wewe, anakwenda kukupa wewe kwa jina la Yesu. Lakini ngoja nikwambie tena, hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri ni vile vitu ambavyo shetani anavishikilia, lakini ni haki yako. Lakini yeye anavishikilia, lakini ni haki yako wewe, utakiwa vipate wewe. Anavishikilia yeye. 2026 shetani anakwenda kuviachilia kwa ajili yako. Haleluya! Anakwenda kuviachilia. Haleluya! 2026 vinakwenda kuachiliwa. Hili ni jambo la pili. Ngoja nikwambie jambo la tatu. Mali hizi, hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri ni nini? Katika jambo la tatu sasa, ni vile vitu vyote ambavyo unavipata bila kutarajia, ambavyo unavipata bila kuomba, ambavyo unavipata bila kutegemea, ambavyo unavipata bila kupanga. 2026 vimeandaliwa tele kwa ajili yako. Haleluya! Yani bila kutarajia utapata mchumba, bila kutarajia utapata kazi, bila kutarajia utapata mtaji, bila kutarajia utapata mahitaji muhimu unayotaka bila kutarajia. Haleluya! Ayayayayaya. Hebu sema ayayayayaya. Sema ayayayayaya. Sema ayayayaya. Ndio maana nasema 2026 ni mwaka wako, ni mwaka wako, ni mwaka wako, yani ni mwaka wako, ni mwaka wako. Na nyinyi mnaosoma msio na wasiwasi, jisomeeni kwa bidii, fanyeni kazi kwa bidii, mtafaulu. 2026 iko kwa ajili yenu, mtafaulu. Haleluya! Mtafaulu 2026. Haleluya! Unaona ulivyo mwaka mzuri? Unaona ulivyo mwaka mzuri? Ni mzuri. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja.
Unajua nabii zinatafsiriwa kwa njia nyingi, na moja ya njia ya kutafsiri nabii ni kupitia namba. Sasa namba 6 wengi wanatafsiri kama ni namba mbaya, na mimi naweza nikakuonyesha ubaya wake, lakini naweza nikakuonyesha uzuri wake. Unajua Mungu alipokuwa anafanya uumbaji, siku ya 6 ndipo alipomuumba mwanadamu. Siku ya 6 ndipo alipomuumba mwanadamu, na alipomuumba mwanadamu hakuumba vitu vingine tena baada ya kumuumba mwanadamu. Na unapoangalia ile Mwanzo 1:26 ukienda pale, baada ya hapo mpaka mstari wa mwisho pale, anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya kuwa ni chema. Maana yake hata uumbaji aliyomuumba mtu ulikuwa ni mwema wa kipekee sana, na ilifanyika kwenye siku ya 6. Namba 6 2026 tunao. Namba 6 Mungu anakwenda kuumba jambo jipya la baraka kwa ajili yako. Haleluya! Ay. Mimi najisikia vizuri, sijui wewe. Mimi niko vizuri kabisa. Lakini ngoja nikwambie tena jambo lingine. Kazi zinatakiwa zifanyike kwa siku 6. Ya 7 ni pumziko. Kwa maneno mengine, siku 6 ni siku za kazi. Ni siku za kazi. Halafu ya 7 kuna pumziko kwenye Kutoka linatajwa. Lakini angalia, siku 6 zilikuwa za kazi. Na 2026 ni ya kipekee kidogo kwa mimi ambavyo nimeiona, kwa mimi ambavyo nitazama, kwa sababu siku 6, ile namba 6 ni namba ya kazi. Kwa maneno mengine, 2026, hii namba 6, 2026, fanyeni kazi kwa bidii, kwa sababu kila kazi utakayofanya utafanikiwa. Haleluya! Maana ni namba ya kazi, maana ni namba ya kazi, maana ni namba ya kazi, maana ni namba ya kazi. 2026, fanyeni biashara, limeni mashamba, fanyeni kazi, fanya chochote, utafanikiwa. Haleluya! Wacha nikwambie jambo lingine, alafu tujiandae kupokea mwaka. Unaona, Yesu Kristo alisulubiwa kuanzia saa 3. Ile mateso yale na mambo mengine yalianza saa 3, alafu mpaka saa 9 ndipo na kifo katokea na mambo mengine. Ni masaa 6 yalipita, ni namba 6 ilikuwepo, masaa 6. Sasa masaa 6 ya Yesu Kristo yalikuwa kama ya taabu, yalikuwa kama ya mateso. Na wale wanataka kutafsiri kwamba 6 ni namba ya taabu na mateso, wanachukua hiyo pia, na mimi nataka niweke kwako ili uione. Ni kweli ilikuwa ni taabu kwa Yesu Kristo, ni kweli ilikuwa ni uchovu, ni jasho, ni damu, ni kilio, ni mapigo, ni chochote kilitokea. Lakini mateso yale yalileta baraka, mateso yale yalileta ukombozi, mateso yale yalileta wokovu, mateso yale ndio yanayofanya tumkiri Bwana Yesu katika nyakati za leo. Sasa iko hivi, 2026 katika hiyo namba 6 unaweza ukapita kwenye changamoto, mimi sikatai. Unaweza ukapita kwenye shida fulani, mimi sikatai. Lakini utiwe moyo mwaka huu, mateso utakayopitia na shida utakayopitia, changamoto utakayopitia, majaribu utakayokupitia, yanakupeleka kwenye tukio bora, kwenye uzima, kwenye baraka, kwenye ukombozi, kwenye uzima wako, yanakupeleka mahali pazuri. Yesu alipita mateso, laiti angelijua anapeleka ukombozi, laiti angelijua ataokoa watu, laiti angelijua ulimwengu utakuwa kwake, wasingefanya. Sikiliza, yale majaribu utakayopitia mwaka huu, kila likitokea namna hii, sema Bwana nakushukuru. Yakobo anasema furahini.
Bwana nakushukuru kwa sababu naelekea mahali pazuri, lina mlango wa kutokea. Lakini pamoja na hayo, Yesu alikwenda kwa sehemu ya baraka, Yesu alikwenda sehemu ya uzima, Yesu alileta ukombozi, Yesu alileta ushindi, Yesu alileta mafanikio. Wewe pia utafanikiwa 2026 hata bila kujalisha nini unapitia, lakini utafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Na uangalia muda pale, sijajua kama hii saa iko sawa. Tusije tukakuta mara saa 7 imefika hata hatujakukaribisha. Iko sawa? Haleluya. Wangapi bado wana amani? Wangapi bado wako vizuri? Huu ni mwaka wa ajabu ambao Bwana ametupa, ni mwaka wa kipekee ambao Bwana ametupa. Sasa ngoja nimalize dakika 5, alafu tubaki na 3 hapo za kupokea mwaka. Kwa kifupi tu nikwambie hazina za gizani ni nini, au hizi mali zilizofichwa tena nikwambie ni nini. Nikwambia ni zile baraka, ni hivi. Lakini kwa kifupi, unapotafsiri juu ya hazina, hazina ni kitu chochote cha thamani kinachokusanywa ghalani kwa matumizi ya baadaye. Yaweza kuwa nafaka, yaweza kuwa mafuta, yaweza kuwa shaba, yaweza kuwa fedha, yaweza kuwa dhahabu, chochote ambacho kimekusanywa ghalani. Lakini hazina pia, na ambacho ni cha thamani, lakini hazina pia ni kitu chochote unachokithamini na kukihitaji zaidi katika maisha yako kuliko kitu kingine chochote kile. Lakini pia hazina ni vile vitu ambavyo Mungu ametupa ili tuvitumie kwa ajili ya utukufu wake. Ni hazina, vile vipawa, zile talanta, zile karama, zile huduma mlizonazo, chochote kile, muda ambao tunao ni hazina. Na ndio maana tunapoendea mwaka huu lazima tunajue tunaendea mwaka wa jinsi gani. Katika Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema kwenye Kumbukumbu 28:12, anasema Bwana atakufunulia hazina yake ambayo ni mbingu, na kisha ifungua, mvua yako inyeshe kwa wakati, mvua yako inyeshe kwa majira. 2026 kwa sababu Bwana anatupatia hazina zile za gizani na mali ambazo zimefichwa. 2026 mvua zitanyesha kwa wakati, baraka tutazipata kwa wakati, ada za shule tutapata kwa wakati, wachumba tutapata kwa wakati, mitaji tutapata kwa wakati. Yale tunayohitaji tutayapata kwa wakati, kwa jina la Yesu. Tuna dakika 5. Natamani kwamba tupokee mwaka kwa ushindi, tupokee mwaka kwa ushindi. Inawezekana kila mchungaji na kila mtumishi akatafsiri, akaona anavyoona yeye kulingana na mazingira ya kanisa lake au mahali alipo. Lakini mimi kulingana na mazingira haya tulionayo, nimeona hayo ambayo nimekushirikisha. Kwa hiyo nataka tupokee mwaka huu kwa ushindi. Nitatamani tutakapokuwa tunaupokea mwaka, natamani kusikia makofi na vigelegele vya nguvu vya watu wa mahali hapa, amba kila mmoja yuko hapa. Natamani kusikia vigelegele vya kina mama na wanawake. Natamani kusikia zile haleluya za kumtukuza Bwana. Natamani kusikia zile shangwe na nderemo. Natamani kusikia moja ya maandiko ya kipekee kidogo, ni haya yanayosema Bwana alipokuwa anaturejeza tulikuwa kama waotao ndoto. Usiku wa leo Bwana anakupitisha, unavuka kwenda katika mwaka mwingine. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, si kitu rahisi. Mtumishi wa Mungu hapa amesema pia si kitu rahisi. Unajua, ngoja nikwambie, magari yale tuliyopanda
kuna wengine walipata ajali wakafariki. Vitanda vile vile tulilalia hospitalini, kuna wengine walilalia wakafa na wamezikwa. Maisha yale ambayo unaonekana umepata upenyo wewe, kuna wengine hawakupata upenyo. Kuna wengine hapa, jaribu kufikiri. Nakumbuka hata mwaka jana mwenyekiti wangu aliyepita alikuwepo hapa. Jaribu kufikiri mwaka jana kama hivi ulikuwepo hapa, alafu siku 365 au 366 unakuwepo leo tena. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni ajabu. Na ndio maana watunza Zaburi walipokuwa wanaangalia wanasema kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Kuna watu tulikuwa nao marafiki tumewazika. Kuna watu tulikuwa nao wengine wameacha ukovu, wameangamizwa na dunia mahali fulani, lakini we bado uko salama. Jaribu kufikiri kwamba leo upo hapa kama tulivyo, alafu tupitishe mwaka mzima mpaka wakati ule wa kuvuka tena mwaka mwingine uwepo tena. Si unaona ni jambo la kipekee sana. Bwana asifiwe sana. Ili unaweza kumpa Mungu shangwe na kumwambia Bwana asante. Inawezekana. Hebu simama kwa miguu yako. Nataka uongee nami maneno mawili tu. Weka mikono yako juu. Hebu sema asante Bwana Yesu. Weka mikono yako juu yote miwili, sema asante Bwana Yesu. Kwa sauti sema asante Bwana Yesu, maana usiku wa leo ninaumaliza mwaka pamoja na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Na usiku wa leo na uanza mwaka mpya pamoja na wewe. Ninakuhitaji kwenye maisha yangu, ninakuhitaji kwenye wokovu wangu, ninakuhitaji kwenye huduma yangu. Bwana, unisaidie, unisaidie kwa jina la Yesu. Usiku wa leo najikabidhi kwenye mikono yako. Naomba unisaidie, naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Hebu wakati uwe tayari sasa, nataka tupokee mwaka kwa shangwe, kwa ndelemo. Hebu chukua nafasi hii, nafasi hapa unaweza kusogea, watu wasikubane, watu wasikubane. Nitakaposema piga kelele, utapiga kelele, kwa sababu Yeriko iliangushwa kwa kelele za shangwe, na unajua ilipoangushwa kwa kelele za sifa na kelele za shangwe, watu waliingia kwenye nchi ya Kanaani. Watu waliingia kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Katika usiku wa leo unapovuka, unauendea wakati uliojaa maziwa, uliojaa asali. Piga kelele! Shangilia Bwana! Shangilia Mungu! Piga kelele kwa Bwana! Piga kelele kwa Mungu aliye hai! Rapa pa 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 pa. Rapa pa 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 pa. Rapa pa 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 pa. Ya pa 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 pa. Ri pa 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 pa. Rapa 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 pa 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 pa. Ya ta 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 ta. Mwambie Bwana asante. Piga kelele kwake. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ya pa 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 pa. Re pa 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 pa. Ya ta 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 ta. Ya pa 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 pa. Ya ta 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 ta. Ya ta 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 ta. Ya ta 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 ta. Ta 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 ta. Ya pa 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 pa.
Ratatatatata. Yapa. Piga tokelele. Wakati wengine wanapiga madebe, wewe piga kelele mbele za Bwana. Wakati wengine wanapiga kelele mbele za madhabahu, uona upenyo wako na uona wema wa Bwana kwenye maisha yako, na uona wema wa Bwana kwenye maisha yako, na ziona fadhili za Bwana kwenye maisha yako, na uona wingi wa neema kwenye maisha yako. Rapo, 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 rapo. Yatatatatata. Endelea kumtukuza Bwana, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumtukuza Bwana, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumtukuza Bwana, endelea kumshukuru Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Yeye ni wa ajabu, yeye ni wa ajabu, yeye ni wa ajabu. Yapo seka, yapo seka, yapo seka, yapo seka, yapo seka, yapo seka, yapo seka. Yetatatatata. Nikurudishie nini Bwana kwa wema wako? Nikurudishie nini Bwana kwa fadhili zako? Nikurudishie nini Bwana kwa upendo wako? Nikurudishie nini Bwana kwa fadhili ulizonitendea? Rapose tapa. Mshukuru tu Mungu. Yetese te pasia. Shatapo setapa. Kuna watu Bwana atatenda mambo makubwa kwenye maisha yao. Kuna watu vitu vyao vilivyoshikiliwa na shetani vitaachiliwa. Raposeta. Kuna watu katikati yetu watapata miujiza pasipo kuitarajia, watapata baraka pasipo kuzitarajia, watapata mafanikio pasipo kuyatarajia. Yaposeka. Yebenderebo. Yandarabo. Rebe. Shandarabo seka. Yabolobo sede. Shandarabo seka. Yaposetapa. Renderebo saka. Shandarabo seka. Yabosedebo shaka. Riposeta. Randarabo. Yeboseta. Shantarabo. Roposeta. Shantarabo. Rikabo sekeleba. Wafate watu wawili au watatu wapongeze. Wafate watu wawili au watatu wabariki, wapongeze kwa kuona mwaka mpya, kwa kuona mwaka mwingine. Riposeta. Mwambie tu hongera, mwambie tu hongera, mwambie tu hongera ndugu yangu, mwambie tu hongera. Mtakie amani, mtakie amani, mtakie amani, mtakie amani. Yeposeta. Shantarabo. Riposeka. Shantarabo. Rikasaka. Yaposeka. Shantarabo. Riposeka. Shantarabo. Riposeka. Amani ya Bwana ikukalie, amani ya Bwana ikuatamie. Bwana awe upande wako kwa jina la Yesu. Bwana awe upande wako kwa jina la Yesu. Yeta setapo. Rita setapo. Shantarabo seka. Yabo seka. Shantarabo. Yapo setapa. Horia naraba. Horia naraba. Horia naraba. Horia naraba. Shabo setepa. Rita setapa. Shanterebo saka. Shantarabo saka. Kuna watu watajenga mwaka huu. Kuna watu watajenga mwaka huu. Kuna watu watajenga mwaka huu. Bwana atakuwezesha kujenga mwaka huu. Yapo setapa. Rintarabo seka. Shantarabo seka. Yete setepa.
Rita setapa. Tuseme nini zaidi ya kusema Bwana wastahili heshima zote? You are the mighty God. We give you the glory. Mestelebo sidibo shaka. Mestelebo sidibo shaka. Mestelebo sidibo shaka. Masadabo sekele basi. Shantarabo seka. Na kuona ukifanikiwa, na kuona ukipata upenyo, na kuona ukimuona Mungu, na kuona ukiziona fadhili za Bwana, na kuona ukiona uwepo wa Bwana katika maisha yako. Bwana atakuwa upande wako. Bwana atakuwa upande wako. Yeta seta pasaka. Shantarabo saka. Weka mkono wako mmoja katika moyo wako. Weka mkono wako mmoja juu. Weka mmoja juu. Weka mmoja katika moyo wako. Nimwite mchungaji akufanyie maombi maalum. Weka mkono mmoja juu. Weka mmoja kifuani pako. Ngoja mchungaji akufanyie maombi maalum. Ribo sete pasika. Shantarabo sika. Shabo seke na masa. Baba yetu na Mungu wetu, ninakutukuza Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Asante Jehova kwa sababu ya upendo wako, maana ile tuonao ni upendo wako haswa. Kwa kuwa kwa mkono wako wenye nguvu Bwana umetushika, kwa sababu kwa mkono wako wenye nguvu Bwana umetutegemeza, maana kwa mkono wako Bwana umetuvusha. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umetupenda. Asante Bwana Yesu kwa kutupa tena mwaka mwingine. Asante Bwana Yesu kwa sababu katika mwaka huu Bwana utatuongoza wakati wote. Hautaacha tukapotea, hautaacha tukaangamia, lakini Bwana utatushika kwa mkono wako kwa namna kipekee na kutuongoza katika hatua zetu. Asante Yesu kwa sababu utatuinulia nuru ya uso wako, ukitupa furaha, ukitupa amani katika kila jambo tulitendalo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mwokozi wangu kwa sababu yetu, kwa sababu ya ndugu zetu, kwa sababu ya wazazi na wale wote tulionao, kwa maana Bwana tutalindwa na wewe peke yako. Katika jina la Yesu utatuweka chini ya mbawa zako, nasi tutakuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Ninajua Bwana hakuna hata mmoja atakayeangamia, lakini Bwana neema yako itakuwa kubwa sana katika maisha yetu. Upendeleo wako Bwana, nguvu ya kutuwezesha katika mambo mbalimbali Bwana itatembea pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunajiachilia mikononi mwako katika usiku wa leo, mahali palipo ulinzi na usalama, ili Bwana tukatunzwe nawe, ili Bwana tukabebwe nawe, ili Bwana tukasaidiwe nawe wakati wote, kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeomba nikiamini ya kwamba Bwana umetusikia na pia Bwana umetuitikia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Hebu piga makofi mengi, makofi tena na vigelegele. Tena makofi. Piga tena makofi kwa Yesu. Amen. Hebu mgeukie jirani yako, mpe mkono, mwambie hongera sana. Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu iwe juu yako. Bwana ni kipekee sana kwako. Mungu akubariki sana. Amen. Asante, Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana iwe zidi kuwa juu yako. Bwana awe upande wako. Awe upande wako. Jamani, ni amwapi hata watu mikono kwa nini? Mungu akubariki sana. Amen. Hallelujah. Okay, sawa. Hebu keti pale ulipo. Wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina.